Kwanza ni kombe zuri, kwa sababu hata muundo wake ni tofauti kabisa na ule wa mwanzo. Kwa ambao hawajapata nafasi ya kuliona, utofauti wake na kombe la CRDB Bank Federation Cup ni mdogo sana. Unaona ni kazi ya macho msikula. Kombe la CRDB upande mmoja ni umezidi, upande mmoja umekuwa mfupi. Alafu kuna lile kama pambo la lenye kama mpira hivi ule ambao uko pale ule wa duara. Yani upande mmoja umekuwa mrefu, upande mwingine umekuwa mfupi, lakini hili liko sawa sawa. Kote kupo sawa sawa. Kwa hiyo upande wa kushoto, upande wa kulia ambao kwenye kile kimpira ni mfanano uko vile vile. Maana yake kwa maana uko sawa sawa. Utofauti wake ni hapo. Kwa kama mtu hajaliona anaweza kuvuta picha kwa maelekezo au maelezo ambayo nimeyatoa ya utofauti wa hilo. Kwa sababu nilikuwa nawaza hapa, nimeliona wapi kwa mfano hapa Tanzania. Nikarudi kuja kuangalia hilo kombe la CRDB. Kama nimelitazama vizuri ile kombe, utofauti wake mkubwa huko hapo kimuundo. Kuhusiana na material sasa jambo lingine mpaka tulione kwa karibu, mbali na kuliona kwa picha kama tumeona hali kombe la CRDB kwa hapa Tanzania. Halo limetengenezwa jipya hata kwa timu ambazo hazijawahi kuchukua kufika finali ya michuano. Itatia ama endelea kutia nia kwamba hili lenye muonekano huu inawezekana likawa na bahati kwa upande wetu tukaenda kuchukua. Kwa mfano hapa Tanzania, kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba wakipambana mara kadhaa wameishia kwenye hatua ya robo finali ligi ya mabingwa. Msimu 2023 ile Yanga alifika finali ya kombe la shirikisho lakini akashindwa kuchukua taji. Tunapozungumza Simba amebakiza mchezo mmoja wa mwisho kujua hatima yake kama anachukua kombe ama la. Kwa hiyo ni kama vile kutia chachu pia hata kwa zile timu ambazo zinatoka katika mataifa mengine ambayo hajachukua ubingwa zipate ile hamasa ya kwamba tujaribu ili kombe jipya zakae na bahati kwa upande wetu. Miongoni mwa sababu ambazo zimeelezwa za kulibadilisha hili kombe ni mkataba mpya ambao wameusaini kati ya CAF na wadhamini wale Total. Kwa miongoni mwa pengine ambao waliekeana ni kwamba kuliboresha hilo kombe ili kuhakikisha kwamba standard yake inakuwa bora zaidi, muonekano wake unakuwa kuvutia. Kwenye kuvutia hapo, kuvutia watazamaji hadi pia wabebaji wa hilo kombe. Kwa maana ya tunajua kwenye kumbukumbu ama kwenye historia ya Champions League kwa upande wa Afrika, Al Ahly amechukua ile taji mara nyingi zaidi kuliko timu nyingine yoyote. Lakini hao waliochukua pia wameonja hiyo pengine kulibadilisha kombe kunaweza kupelekea pia chachu na nguvu ya kutingisha kuziamsha hizi timu zingine kwamba zipambanie kuzipata hilo taji. Litazama lile kombe, ukiondoa uzuri ambao ameuzungumza Salama au pekee ambao ameuzungumza Leonard na historia ambayo ameizungumza Simba Uranga, kitu pekee ambacho kina inakshi au kina unakshi hili kombe ni thamani kwa upande wa bingwa wa kombe hili la klabu bingwa barani Afrika. Kiasi ambacho atakipata bingwa wa kombe hili jipya ni kiasi cha dola za Kimarekani milioni 4. Ukizibadilisha hizo dola milioni 4 ukazileta sasa katika pesa ya Kitanzania ni sawasawa na bilioni 10 na milioni 792. Mshindi wa pili anapata dola za Kimarekani dola milioni 2. Ni sawasawa na bilioni 5 za Kitanzania. Lakini nani ambaye atamani kuwa bingwa? Ni jambo ambalo kila mmoja ukimgusa aliyefika finali hawezi kusema kwamba mimi naenda kupata tu pesa peke yake. Natamani kuwa bingwa kwa sababu naweza kuandika historia katika uwanja mkubwa sana katika maisha yangu, katika historia yake ya mpira wa miguu, kwa upande wa wachezaji na kwa upande wa klabu.